الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Watukufu waumini, iliyoje raha kusikiza Qur'ani, raha kwa moyo, raha kwa masikizi. Na tulipoangazia tafsiri ya suratul Kahf, tulieleza miongoni mwa fadla za suratul Kahf ni kwamba Allah amejalia yeyote atakayesoma, Allah subhanahu wa ta'ala atamshukishia sakina. Tukasema katika faida suratul Baqara ni baraka, sio? Na katika faida suratul Kahf Mwenyezi Mungu humletea mtu sakina. Tukaangazia katika darsa iliyotangulia ya mwanzo kabisa ya utangulizi, tukaeleza kisa sahabi ambaye alikuwa akisoma suratul Kahf na malaika wakishuka na mbingu ikishuka, mawingu yakishuka juu yake. Ayuha almu'minun, katika darsa iliyotangulia ya mwisho tuliangazia kisa cha ashabul Kahf na tulikwamia katika aya ya mwisho, innahum yadhharu alaykum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada. Ashabul Kahf ni vijana ambao waliokimbia kwa ajili ya dini yao ili wapate kuhifadhi imani yao. Walipolazimishwa watoke katika dini ya haki, wamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wakakataa, wakajificha katika pango. Lengo na madhumuni ni kutaka kuhifadhi imani yao, na wakawa ni wenye kupata utulivu na wakapata usingizi kwa muda mrefu. Na tulieleza katika hii kisa sababu ya Mwenyezi Mungu kuileta kisa hii ni kwamba Quraish katika mji mtukufu wa Makka walipokuwa wakiwa ni wenye kujadiliana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa watafuta kila mbinu na njia ya kumuonesha kwamba Mtume Muhammad yosema uongo, to prove him wrong. Hasa aliposema kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, Quraish wakatafuta Mayahudi waliokuwa Madina zama hizo, emu tupate ni maswali tumuulize huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuulize. Hasa Mayahudi wakasema, muulizeni kuhusiana na vijana ambao waliojificha ndani ya pango, emu muulizeni juu hiyo kisa. Ndo Allah akaeleza kisa hii, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq. Hasa hii ndo sababu ya kisa hii kuja. Na vijana hawa tulikwamia katika aya, walizinduka kutoka usingizi, na baada ya kuzinduka kutoka usingizi Allah subhanahu wa ta'ala atueleza ya kwamba wakaanza kujadiliana, tumelala muda gani? Kwa sababu ilikuwa ni usiku ama walikuwa wamechoka usingizi, wanaona usingizi uliwabeba mpaka jioni. Waliamka kama mida hizi baada al-asr. Wengine wakasema tumelala nusu siku au baadhi ya siku, au tumelala siku nzima. Sasa katika hali ya kukhtalifiana, wengine wakasema hebu tuna njaa, mmoja wenu achukue pesa aende akatuchukulie chakula, sisi tuna njaa, muhimu zaidi mwanzo tule. Kisha wakaambiana, waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, nendeni kwa utulivu na watu wasiwajue. Kwa nini? Ndo aya tukakwamia, innahum yadhharu alaykum, hawa wakipata kuwagundua wenye mji basi kutakuwa na shida. Yarjumukum, watawapiga na mawe mpaka kufa, au yu'idukum fi millatihim, au watawarudisha katika dini yao. Walan tuflihu idhan abada, na mkirudi katika dini yao ya ukafiri na kumpinga Mwenyezi Mungu na kuabudu masanamu, basi nyinyi hamtafanikiwa. Tukamalizia darsa yetu iliyotangulia ubaya na uovu wa ukafiri na ushirikina. Anayekufa katika hali ya ukafiri ama anayekufa katika hali ya ushirikina na dhambi ya ushirikina, Mwenyezi Mungu hamsamehi abadan, hasamehi. Lakini hapa pana faida. Lau mtu atafanya tendo la ushirikina akamuomba Allah msamaha na akamtubia kabla kufa kwake, Mwenyezi Mungu atamsamehe, kwa sababu Allah amechukua ahadi ya kwamba ukimuomba msamaha kwa dhambi yoyote kabla kufa, Allah atakusamehe. Allah sema, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Mwenyezi Mungu asamehe madhambi yote, Mwenyezi Mungu asamehe, lakini sharti uombe msamaha kabla kufa kwako.
Na ushahidi ya kwamba Mwenyezi Mungu akubali tauba ya mtu anayemtubia hata kama akifanya ukafiri na ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala awahimiza ahlul kitab, mayahudi na manasara, awaambia afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Je, hawa kwa nini wasimtubia Allah? Kwa nini wasimrudia Allah na wasimwombe Allah msamaha? Hasa Allah hangewaambia wamrudie ikiwa hangewasamehe. Hasa hii sharti ni kwamba mtu amekufa katika hali ya ushirikina, basi mtu kama huyu tumeeleza hali yake tatu. Hali ya kwanza, Mwenyezi Mungu hamsamehi, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hali ya pili, amali yake yote aliyofanya Mwenyezi Mungu hakubali, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Na hali yake ya tatu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia janna, haingii. Waman yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Hasa hawa wakaambiana, nyinyi mujifiche kwa maslaha yenu, kwa sababu wakiwapata hali itakuwa ni mbili: imma muuawe kwa sababu hamutabadilisha msimamo wenu, au hali ya pili mubadilishe msimamo wenu, muwafuate wao katika hali ya ukafiri, basi na nyinyi hamtafanikiwa. Kwa hivyo suluhisho ni nini? Suluhisho ni mujifiche wasiwagundue. Hasa vijana hawa wakaingia katika mji. Wakadhalika atharna alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqq wa anna as-sa'ata la rayba fiha. Kwa nini Allah aliwapatia usingizi ashabul kahf kwa muda miaka 300? Kwa nini? Lengo ni hili. Allah asema katika hali wao kuzinduka, na namna hivyo tuliwajulisha watu waliokuwa katika mji, waliwagundua. Hasa waliwagundua vipi? Ili hali hawa hawakujieleza na walikuwa hawataki kujulikana. Ulama wanasema waligundulika ama walipata kujulikana kwa sababu ya pesa waliokuwa nayo, kwa sababu pesa hiyo walipoenda kupeleka kwa mwenye duka kutaka kununua chakula, yule alipochukua hizi pesa za zama za kitambo, akamuuliza, umetoa wapi pesa hizi? Umezitoa wapi? Akaambia, ni pesa zangu mimi na wenzangu. Akaambia, haiwezekani, hii pesa hazitumiki zama hizi. Akaambia, zatumika, hata nazo nyingine. Unazo nyingine? Hasa hao wakafikiri, yule mwenye duka akafikiri ya kwamba huyu amepata hazina, treasure. Mnajua treasure, sio? Na pesa huwa inabadilika kila wakati. Kitu ambaye haibadiliki ni dhahabu na fedha. Gold and silver haibadiliki, lakini noti na pesa zinabadilika. Sisi ambao tuko katika zama hii, katika serikali iliyopita Uhuru, si noti za shilingi 1000 zilibadilishwa? Na leo ungekuja na noti 1000 ya zama hizo au katika zama za Uhuru, haitumiki hivi sasa, na ni muda miaka 5 peke yake. So pesa inabadilika kila wakati. Kitu ambacho haibadiliki ni dhahabu na fedha. Gold and silver haibadiliki. Hasa hao walipoiona ile pesa namna ilivyo, wakasema labda huyu ameangukia bahati, amepata treasure, hazina iliyozikwa muda mrefu. Akaambia, hizi ni pesa zangu, mimi na wenzangu tutatumia hizi. Hasa akaambia, acha kusema uongo. Akaambia, nasema ukweli. Akaambia, hizi pesa hazitumiki. Akaenda kwa duka mwingine, akaambia, hizi hazitumiki. Akaenda kwa duka, hazitumiki. Sasa wale wakakusanyika, wakamwambia, wewe kijana, umetoka wapi? Hapo ndo Allah asema, wakadhalika a'tharna alaihim, na namna hivyo tuliwafanya wajulikane vijana hawa kupitia hizo senti, kupitia hizo pesa, kupitia hizo senti waliokuwa nazo. Watu wa mji wakakusanyika, wakaulizana, mko wangapi nyinyi? Wakataja, mko wapi? Akaona ni Muislamu mwenzake, akamwambia, wewe muamini Mungu? Akamwambia, naam, mimi namwabudu Allah peke yake. Na mwenzake anaabudu Allah. Inkwaje? Hatukujua, sisi tulikuwa tunaona tuko peke yetu, kumbe kuna wengine katika mji. Yule mzee na wale wenye duka wakamuuliza, nyinyi ni wale vijana ambao tuliwakosa, lakini haiwezekani, miaka 300 iliyopita. Akawaambia, mimi niko na wenzangu, twendeni.
Wakaenda akawapeleka mpaka kwa pango aliyokuwa pale. Kule vijana akija na chakula, akuja pamoja na wageni. Wewe si tumekwambia waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada, nenda kichini chini, asigundue mtu yoyote, hata mmoja asigundue. Iweje umekuja umetuletea mji mzima? Akaambia hawa Waislamu wenzetu. Ambia Waislamu ni sisi peke yetu tunamwabudu. Hawa watu wa mji wote wajua kwamba haulai qaumu ittakhadhu min dunillahi aliha, watu wa mji wamechukua wengine asiyokuwa Allah anastahiki kuabudiwa. Wajua Waislamu? Ambia hao ni Waislamu wenzetu. Kweli wakakutana. Allah sema wakadhalika atharna alaihim, hapo ndo tukafanya vijana wajulikane, tukawakutanisha watu wa mji na wale vijana. Lakini masafa ni zaidi ya miaka 300. Allah eleza kwa nini alileta hii kisa na kwa nini aliwafanya ashabul kahf walali kwa muda mrefu. Kwa sababu watu zama hizo, wazama za ashabul kahf, walikuwa wakiabudu masanamu, walikuwa wanaamini kwamba mtu akifa hafufuliwi, walikuwa wanaamini kwamba hakuna siku ya kiyama. Hasa Allah asema wakadhalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'da Allahi haqq wa anna as-sa'ata la rayba fiha. Allah asema na kwa ajili hiyo tukafanya vijana hawa wajulikane, wapate kujua ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Ahadi gani? Kwamba watu wakifa watafufuliwa. Wa anna as-sa'ata la rayba fiha, na kwamba saa bimaana siku ya kiyama hamna shaka, msiwe na shaka juu yake. So hii ndo lesson, hii ndo sababu ya Allah kuwafanya ashabul kahf walale miaka 300, ili siku wakienuka kutoka usingizi watu wajue kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu ameweza kuwalaza watu miaka 300 na wakawa ni wenye kuamka, basi na sisi pia tukifa tutafanya nini? Tutafufuliwa. Katika hali kama hiyo ya mvutano, hapo hapo Allah akaamrisha malakal maut aje achukue roho ya hao vijana. Alipowakutanisha, lengo limetimia, the goal has been achieved. Katika hali ya kuzungumza, wanaona sasa vijana hawa wamelala tena. Wakirudi wakiangalia, hawakulala, kumbe wote wamekufa. Sasa wameshuhudia na macho yao na wamewaona hawa vijana na walipata habari zao, lakini wakati walipokuwa wakiwa hai vijana hawa, mji ulikuwa, serikali ilikuwa ni daula isiyokuwa ya Kiislamu, na wananchi walikuwa walikuwa wakimwabudu Allah, walikuwa wakimshirikisha asiyekuwa Mwenyezi Mungu. So jamii haikuwa ya Kiislamu na serikali haikuwa ya Kiislamu. Lakini baada ya miaka 300 mengi yametokezea na mabadiliko yamepatikana. Jamii ilikuwa ni ya Kiislamu na serikali ikawa ni ya Kiislamu. Na hii ndo sunna Mwenyezi Mungu, wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Allah yubadilisha, leo nyinyi mna nguvu, kesho wengine wana nguvu. Tumomba Allah ajalie nusra ipatikane kwa Waislamu, atujalie nusra kwa haraka kwa Waislamu popote walipo hapa duniani. Hasa Allah asema malengo ikajulikana ya kwamba mutafufuliwa, ahadi ya Mwenyezi Mungu ipo na kiyama ipo. Na baada ya muda kugundua vijana wamerudi usingizini, wakiwaamsha vijana wote wamekufa. Hasa hawa vijana wakaulizana watu wa mji, tufanyeje? How do we deal with these boys? Tufanyeje? Katika hali ya kujadiliana, faqalu ibnu alaihim bunyanan, wengine wakasema basi hii sehemu, hii pango tuizibe na tuifinike juu yake, ili watu wasipate kuingia hiyo pango ndani, ndio iwe kaburi yao. Wengine wakatoa rai, wengine wakaja mwisho wakasema tujenge msikiti juu yao. Hao ni vijana wema, hao ni auliaullah, tujenge msikiti hapa, kutapatikana baraka. Na wao ndo rai hiyo ndo ikashinda. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida, wakasema wale ambao waliokuwa na nguvu na uwezo, wakasema walioshinda katika shauri, bila ya shaka tutawajengea msikiti juu yao.
Na hii ni katika makosa ambayo watu hufanya, kujenga misikiti juu ya waja wema. Ilikuwa ipo na mpaka sasa ipo. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam kabla kufa aliwaonya Waislamu na masahaba, akasema la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya Allahi masajid. Laana ya Allah iwe juu ya Mayahudi na Manasara, walikuwa na ada akifa mtume wao ama mja mwema wanajenga msikiti juu yake, na ni katika makosa makubwa sana. Lakini hapa pana swali, kwa nini kaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iko ndani ya msikiti wake, na ili hali ar-Rasul ametukataza, na ili hali ar-Rasul ametukanya? Iweje kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haiko ndani ya msikiti yake? Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imeshikana na nyumba yake. Ikiwa hii ndo msikiti, nyumba iko hapa. Akija katika safu ya kwanza, tuseme hii ndo msikiti na hii ndo nyumba. Huu ndo msikiti na hii ndo nyumba, sawa? So Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyumba yake kulikuwa na pazia hapa. Alikuwa akiingia akiswalisha safu ya kwanza, akiswalisha akirudi. Ndio maana ukisikia Bilal radhiyallahu anhu alikuwa akija kumwamsha Mtume akimwambia swala baada adhan al-fajr, swala kuaqimiwa, Bilal yakuja hapa yomnongonozea kumwambia Rasulullah, imefika wakati wa swala. Ar-Rasul yatoka nyumbani kwake yoingia yoswalisha salat al-fajr. Hasa nyumba na msikiti. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikufia ndani ya nyumba yake, sawa? Na baada ya kufa sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakhtalifiana, tumzike wapi? Tumzike wapi? Hali kama hiyo, Abu Bakar radhiyallahu anhu akasema, nimemsikia Mtume Muhammad akisema mitume ya Mwenyezi Mungu huzikwa sehemu wanapokufa. Kwa hivyo maadamu amekufia ndani ya nyumba, atazikwa hapo hapo. Na hii ndo sunna ya Mwenyezi Mungu ya kwamba mitume wa Allah huzikwa sehemu wanapokufa. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya mwelekeo aliyotoa na sunna ya Allah kwa mitume wake, ar-Rasul akazikwa ndani ya nyumba. Sijui kama tumeelewana. Miaka yalipoenda, miaka zaidi ya 70 baada ya mtume kufa, serikali ikabadilika. Khalifa ama kiongozi baada mtume kufa akawa khalifa ni Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali radhiyallahu anhum. Kisha Al-Hasan akaulishikilia muda fulani, miezi 6, kisha ikaanza ufalme. Mfalme wa kwanza akawa ni Muawiya radhiyallahu anhu. Sasa ikawa kiongozi ni mtoto wa mfalme, ikawa sasa ni mtoto wa Muawiya Yazid, kisha akakuja Abdul Malik, kisha wakaja Al-Walid ibn Abdul Malik. Hasa miaka 70 baada mtume sallallahu alaihi wasallam kufa, kiongozi alikuwa ni Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan katika dola Umawiya. Miaka 70 baada mtume kufa, akiwa yeye yuko katika uongozi wake katika mji wa Damascus, ilichukuliwa capital city ya Waislamu kutoka Madina mpaka Damascus, Syria. Muawiya radhiyallahu anhu akawa ndo mwenye kufanya capital city kuwa ni Damascus. Ndo sahabi huyu watoto wake ndo wakawa ni wafalme na wajukuu wake. Hasa Al-Walid ibn Abdul Malik akatuma salamu kutoka Damascus kwa gavana wa Madina, wakati huo alikuwa ni Umar ibn Abdul Aziz, akamwambia panua msikiti. Na msikiti ulipopanuliwa, akasema na nyumba ya mtume ile ivunje iingie ndani ya msikiti. Umar ibn Abdul Aziz akawauliza viongozi wa Madina, ulama, miongoni mwao Said ibn al-Musayyib, akamwambia usifanye hivyo na usivunje nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam.
Yule mfalme akasema, Waislamu wamekuwa wengi, lazima tuupanue msikiti. Baada ya kushauriana, ulama wa Madina wakapinga, lakini viongozi hufanya watakavyo. Akatoa amri Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, akamwambia Umar ibn Abdul Aziz, gavana wa Madina, ivunje hiyo nyumba na upanue msikiti, Waislamu wamekuwa wengi. Na hivyo ndo ikawa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imeingiana na msikiti ilipopanuliwa. Sijui kama tumefahamiana. Kwa hivyo Waislamu hawakuweka msikiti juu ya Mtume. Sijui kama tuelewana. Hasa ulama wanasema, ukiona kaburi ipo ndani ya msikiti, basi ni hali mbili: ima msikiti ndo ilikuja mwanzo, ama kaburi ndo lilikuja mwanzo. Ikiwa msikiti ndo imekuja mwanzo, ikawa kaburi limeletwa pale, basi kaburi lifunuliwe, liwe ni yenye kufukuliwa na mwili itolewe ikazikwe kwingine, kwa sababu msikiti ndo ina haki imekuja mwanzo. I don't know if it's clear. Who came first? Kama ni kaburi, basi msikiti itabomolewa na kaburi libakie pale. Kama ni kaburi ndo, kama msikiti ndo mwanzo, basi msikiti utakuwa ni yenye kaburi litakuwa lenye kufukuliwa na mwili utolewe. Sasa msikiti ushapanuliwa, nani aweza kwenda akafukua mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? So wakajenga ukuta kuzuia, ili mtu anaposwali asiwe ni mwenye kwenda directly kwa kaburi. Ikajengwa ukuta kadhaa, fences, yazunguka kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa hii ni makosa, lakini just because kuna kaburi ya Mtume ipo ndani ya msikiti, haimaanishi kwamba inaruhusiwa kuweka kaburi ndani ya msikiti. Sijui kama imefahamika. Makosa ulama walikataa na walipinga, lakini kiongozi aliamua akapanua msikiti. Na hatuwezi kwenda tukafukua kaburi ya Mtume tukaenda tukamzika kwingine, hasha, sallallahu alaihi wasallam, hatuwezi. Na hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu tutakuwa pia tumemdhulumu, kwa sababu kaburi na msikiti gani ilikuja mwanzo? Kaburi na msikiti ya Mtume gani ilikuja mwanzo? Kaburi ndo ilikuja mwanzo, kwa sababu ilikuwa ni nyumba, sio? Wakaipanua msikiti ikaingia ndani ya kaburi, msikiti ikaingia ndani ya kaburi. So which came first? Kaburi. Kwa hivyo kaburi ndo ina haki zaidi. Nafikiri imefahamika, sio? Kwa hivyo ukiona kuna kaburi katika msikiti usiswali. Ama msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wameweka fence, na ikiwa kaburi iko kwa qibla, kaswa mbele ya qibla, usiswali katika msikiti huo. Na uzuri, kaburi haikuwa ndani ya msikiti ya Mtume, ilikuwa nje na ilikuwa ni nyumba yake. Nafikiri imefahamika saizi. Allah subhanahu wa ta'ala asema, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida, na wale ambao waliokuwa na nguvu na waliokuwa na ushindi katika ushauri wao wakasema, bila shaka tutajenga msikiti juu yao, na wakajenga msikiti juu yao. Hasa Banu Israil, Mayahudi wanakhtalifiana baada ya hapo. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum, na watasema walikuwa vijana watatu na wanne ni mbwa wao. Wayaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bilghaib, na wengine watasema walikuwa watano na wasita wao ni mbwa wao, kwa sababu walikuwa vijana pamoja na mbwa wao, sio? Rajman bilghaib wanasema hii ni kuvurumisha ovyo, ni kurusha maneno yasiyokuwa na msingi. Mayahudi sasa wanakhtalifiana, lakini Allah alisema nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq. Allah asema mimi nitakueleza ilikuwa. Kisha Allah asema, na wanasema miongoni mwa Wayahudi wakikhtalifiana wanakuwa ni wenye kusema, wayaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, basi wao walikuwa ni vijana wa saba na wanane alikuwa ni mbwa wao. Sasa Allah hakucomment kwa hili. Ama ya kwanza, maoni ya kwanza waliposema
walikuwa ni 3, 4 ni mbwa, na walikuwa 5 na 6 ni mbwa. Allah alisema rajman bil ghaib. Hawa ni wenye kuvurumisha, wazungumza mambo ya ovyo. Lakini Allah aliponukuu baadhi ya maneno yao, wayakuluna 7 wa 8 kalbuhum, walikuwa ni 7 na 8 ni mbwa, Allah hakupinga. So ulama wakasema vijana hawa idadi yao walikuwa ni wangapi? 7 na mbwa walikuwa ni 8. Sasa Allah atueleza, nahnu naqussu alayka nabaahum bilhaq, habari zao kwamba ni vijana, kisa yao ndo hivyo, na pia pango walivyokuwa na namna walivyoinuka kutoka usingizi na idadi yao Allah atueleza, bali Allah atatueleza walilala exactly muda gani. وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. Allah ndo yajua idadi yao na ni wachache ambao wanaojua idadi yao haswa. Wachache ni sisi ummatu Muhammad, kwa sababu Allah ametufichulia. Ibn Abbas asema mimi katika hao wachache kwa sababu najua idadi yao. Idadi yao ni wangapi? 7 wa 8 kalbuhum, ni 7 na 8 wao ni mbwa wao. Qul rabbi a'lam bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahada. Allah mwambia mtume wake hawajui illa wachache tu, basi usibishane juu yao. Don't waste your time arguing ni 7 ni 6 ni 4. Hayo si muhimu. Muhimu ni lessons tunayopata, illa kwa mabishano ya juju tu hivi. Wala tastafti fihim minhum ahada, wala usiwaulize hao ahlul kitabi habari zao kwa yeyote ule. Don't waste your time asking. Kuna ilmu nyingine haina manfaa. Ukijua ni 7, ukijua ni 8, haikuongezei lolote, haikupunguzi lolote. So Allah mwambia mtume wake, don't even bother asking. Usiulize wala usijadiliane, japokuwa miisha kuambia ni 7 na 8 wao ni mbwa. But mambo mengine usiwaulize watu wala usijadiliane, kwa sababu baadhi ya information, baadhi ya elimu unayotafuta hayana manufaa, na ikiwa hayana manufaa usipoteze muda wako kutafuta elimu kama hiyo. Na miongoni mwa elimu ambaye haina manfaa kujua idadi ya ashabul kahf ni 4, ni 3, ama mbwa wao walikuwa 4, ama alikuwa ni 5 mbwa wao walikuwa ni 6, ama alikuwa ni 7 mbwa wao walikuwa ni 8. Hii haikuongezei nufaa, haikuongezei lolote katika dini yako wala katika dunia yako. Ndio maana Rasul sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuomba elimu yenye manfaa, akisema Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Baada haya, fala tumari fihim illa mira'an dhahiran wala tastafti fihim minhum ahada, usiulize mtu yote juu yao. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah, na usiseme utafanya jambo kesho illa baada wewe kufungamanisha na neno na kusema insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda, Mwenyezi Mungu akitaka. Hasa ulama wanauliza kisa ya ashabul kahf, na hii Allah kumkataza mtume wake asiseme nitafanya kitu kesho bila kusema insha Allah, inaingiliana vipi? Ulama wa tafsiri wakasema inaingiliana hii aya na yaliyotangulia. Kivipi? Kwa sababu Quraysh walipokuja kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kisa cha ashabul kahf, walitumwa na Mayahudi, muulizeni juu ya vijana ambao walikuwa ndani ya pango. Ar-Rasul akaambia kesho nitawapatia jawabu, lakini Ar-Rasul hakusema insha Allah. Hasa Allah mwambia mtume wake amrekebisha, na wewe mtume wangu, wala taqulanna li shay'in, na wala usiseme kamwe katu kabisa, usiseme kwa jambo lolote lile, inni fa'ilun dhalika ghada, ya kwamba hakika nitalifanya hili kesho, illa an yasha Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu akipenda. Hasa Allah mfundisha mtume wake na nakumfundisha ever usiseme nitafanya jambo kesho, nitakwambia kitu kesho, nitafanya jambo kesho, ila ufungamanishe kwa neno insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda, Mwenyezi Mungu akitaka itakuwa.
Sasa mmeona vile ilivyoingiliana, sio? So Rasul aliwaambia Quraysh, kesho nitawaeleza, lakini hakuambia insha Allah. Sasa Allah mfundisha mtume wake, usiseme jambo wala usiseme jambo la kesho ama jambo linalokuja ama jambo umelinuia kulifanya, usiwahi kusema nitafanya hivyo, ila useme insha Allah nitafanya kadha na kadha na kadha. Insha Allah kesho njooni nitawapa jawabu. Na hii ni mwongozo kwetu pia sisi ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akatueleza kisa cha Nabillahi Suleiman alaihi salam kama ilivyokuja katika sahihi Muslim. Nabillahi Suleiman alaihi salam alikuwa na wake 100. Wake 100. Usiku moja akasema, leo mimi wake zangu wote nitalala nao, na wote watabeba mimba, na wote watazaa vijana ambao wataenda jihad fi sabilillah. Alikuwa na nguvu za ajabu Nabillahi Suleiman. Akaenda akalala na wake 100 wote, lakini hakuna aliyebeba mimba isipokuwa mwanamke mmoja katika wake zake aliyebeba mimba. Kisha huyo mke wake pia mimba ikaharibika. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, lau Nabillahi Suleiman angesema insha Allah, wake zake wote wangebeba mimba, wangezaa vijana 100, na vijana hao wote 100 wangekuwa wameingia jihad fi sabilillah. Lakini kosa aliyofanya Nabillahi Suleiman, alisahau, alisema nitafanya hivi na itakuwa hivi, lakini alisahau kusema insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda, Mwenyezi Mungu akitaka. Mmeona baraka ya insha Allah? Jamani, mmeona baraka ya insha Allah? Naam. Sasa wewe usiwahi kutia nia ya kufanya jambo ukasema nitafanya hivi, nitafanya hivi. Sema insha Allah, Allah akipenda, Allah akitaka nitafanya, na Mwenyezi Mungu hutia baraka. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Na huku Nabillahi Suleiman alayhi salam, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, lau angesema insha Allah, angesema tu insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda, Mwenyezi Mungu akitaka, basi mambo yake yangenyoka. Hapa tutapata faida ya kwamba baadhi ya mambo washindwa kufanya kwa sababu umeshindwa kusema insha Allah. Mwenyezi Mungu yakunyima ushindwe kufanya khairi au ushindwe kutekeleza yale ulionuia kwa sababu umeshindwa kufungamanisha na mashia ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu akitaka, Mwenyezi Mungu akipenda. Kushindwa kusema hivyo, Nabillahi Suleiman akashindwa kufanikiwa katika nia yake nzuri. Naam, alikuwa na wake 100 na alilala nao. Je, mtu aweza zama hizi mtu aweza kulala na zaidi ya wake 100? 2, 3, 4? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake 11 na alikuwa akiwapitia wake zake 9 wote usiku moja. Kwa mara moja yuwapitia wake zake 9. Na hivi ndo alivyofanya sallallahu alaihi wasallam kabla hajaenda haji. Aliwapitia tafa ala nisai, aliwapitia wake zake wote. Saa zingine akiwa Madina alikuwa akifanya hivyo. Akienda kwa mke mwingine yatawadha, yajiosha sehemu za siri, yatawadha kisha yenda kwa mke mwingine. Au saa zingine alikuwa akioga kisha yemwendea mke mwingine one night. Wake zake 9. Na hajjatul widaa, Rasul sallallahu alaihi wasallam alipofuka umra miaka 63, his last hajj 63 years, alipoenda Abyar Ali ama Dhul Hulaifa, kabla watu hawajavaa ihram, hawajatia nia, akawapitia wake zake wote 9. Kisha akaoga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akavaa ihram, akasema labbaik Allahumma labbaik. Kwa hivyo kabla hamjaenda haji mupitie nyumbani, sio? Inshallah. Kwa hivyo hivi ndio ilivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo usishtuke ukisikia Nabillahi Suleiman alipitia wake zake 100. Mtume Muhammad alikuwa akipitia wake zake 9 usiku moja ama wakati mmoja sallallahu alaihi wasallam.
wala taqulanna li shay'in, na wala usiseme kamwe, katu kabisa usiseme kwa jambo lolote lile, inni fa'ilun dhalika ghada, hakika nitalifanya hili kesho, illa an yasha Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu akipenda. Na je, ukisahau kusema insha Allah, Allah asema wadhkur rabbaka idha nasit, na ikiwa umesahau kusema insha Allah, pindi ukikumbuka sema insha Allah. Wadhkur rabbaka idha nasit, na mkumbuke Mola wako mlezi pale unaposahau, nasema insha Allah wakati ukikumbuka. Wadhkur rabbaka idha nasit, na uwe ni mwenye kumkumbuka Mola wako pindi unapokuwa ni mwenye kusahau. Bimaana ikiwa umesahau kusema insha Allah, wakati utakapokumbuka sema insha Allah, sema insha Allah. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada, na uwe ni mwenye kusema insha Allah wakati utakapokumbuka, asa Mola wangu mlezi ataniongoa kwenye uongozi ulio karibu zaidi kuliko huu. Bimaana nyinyi mwashangazwa na kisa cha ashabul kahf, muona hii ni muujiza kwamba mimi nawaeleza visa vao. Allah yuweza kuniletea muujiza kubwa zaidi, na yapo muujiza kubwa zaidi kuliko ashabul kahf. Lakini je, nyinyi mtaongoka? Nimewajibu maswali mliokuja nayo, nimewaeleza juu ya ashabul kahf, nimewapatia information juu yao. Nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq, lakini mko tayari kuongoka? I've answered your questions, maswali yenu nimeyajibu. Je, mtaongoka? Na ikiwa hamtaongoka, pia kuna miujiza mingine zaidi Allah ataleta, lakini je, mko tayari kukubali? Hawako tayari kukubali. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala asema atupatia information zaidi juu yao. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, na walikaa katika pango lao miaka 300 na wakazidisha 9. Hasa wengine wakasema, mbona Qur'ani yenu ina shaka? Je, ni 300 ana 309? Twasema ni yote mbili, ni 300 na 309, both is right. Kivipi? Allah yotupatia jawabu. Mkitaka kuangalia, mkitaka kujua wamekaa muda gani ndani ya pango hile, mkiangalia kwa wakati wa jua basi ni miaka 300, kwa wakati wa mwezi ni miaka 309. Kwa hivyo jawabu yote ni sawa. So mwataka kujua wamekaa for how long? Wamekaa for 300 na wamekaa for 309 years. Kivipi? Ukiangalia Gregorian, January, February, March mpaka December ni 300 years. Ukiangalia Hijri, Muharram, Safar mpaka Dhulhijja kwa mwezi, basi ni 309 years. Kwa sababu kwa kila miaka 100 ya jua ni miaka 300 zaidi ya mwezi. For every 100 years, for every 100 years ya jua, basi kwa mwezi ni 3 years extra, ni 103 years. Kwa hivyo ikiwa umekaa miaka 300 ni 103 times 3 ni 309. Na pia sisi angalia hali yetu. Kwa kila mwaka, ukitapatia mfano hii ya sasa tunavyoishi, kwa kila mwaka wa jua, mwaka wa mwezi, tofauti ni siku 9. Tofauti ni siku 9. Ramadhani hii imeanza February 18th, sio? Next year ni -9. 18 times 9 minus 9 ni ngapi? 9. Next year Ramadhani itakuwa February 9th 2027. 2028 ni -9, itakuwa February 1st ama January 31st. -9 -9 -9 -9. Sijui kama umeona difference hiyo. So Ramadhani unaona inarudi nyuma siku 9 siku 9 siku 9. Hasa Allah asema ni miaka 300 na wakaongeza 9. Kwa hivyo ni miaka 300 ukitaka kujua kwa jua, na ukitaka kujua kwa mwezi ni miaka 300 wazdadu 9 309. Sasa hapa Allah ametupatia information kamili ya ashabul kahf. Tumejua idadi yao 7 wa thaminuhum kalbuhum. Tumejua wamekaa miaka mingapi kwa jua, ni miaka 300, na kwa mwezi ni miaka 309.
tumejua kwamba walikuwa umri wao walikuwa ni vijana, tukajua kwamba walijificha sehemu gani katika pango, tukajua kwamba Allah aliwahifadhi kwa njia nyingi. Katika njia ni kwamba jua, makumbuka, watara shamsa idha talaat, kisha utaona kwamba watahsabuhum iqadan wahum ruqud, macho yao yalikuwa wazi. Allah akajalia kwamba wanahifadhika, tukaeleza jinsi Allah aliwahifadhi katika pango lile, tukajua vipi siri yao ikajulikana. Wakadhalika atharna alaihim, wakajulikana kupitia ile pesa, ndo siri yao ikajulikana. Kwa hivyo tumejua ashabul kahf, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Qulillahu a'lamu bima labithu, sema Mwenyezi Mungu anajua zaidi muda waliokaa. Allah ndo mwenye kujua, nyinyi mukhtalifiana, hakuna anayejua kuliko Allah. Kwa nini Allah yajua? Kwa sababu lahu ghaibu samawati wal ard, ni zake siri za mbingu na ardhi, ndo maana Allah yajua. Na kwa nini hizi siri za mbingu na ardhi yajua? Absir bihi wa asmi, kuona kwake Allah hakuna mfano wake, na kusikiza kwake hakuna mfano wake. Angalia Allah alivyopanga. Allah sema qulillahu a'lamu, Allah ndo yajua. Kwa nini yajua? Lahu ghaibu samawati wal ard, ajua siri za mbingu na ardhi. Na kwa nini ajua siri za mbingu na ardhi? Absir bihi wa asmi, nani ambaye yaweza kuona kama Allah? Ni nani ambaye yaweza kusikia kama Allah? Wa huwa as-sami'ul basir subhanahu. Ma lahum min dunihi min waliyin wala yushriku fi hukmihi ahada, na nyinyi hamuna mlinzi wala hawana mlinzi mwingine kando na Allah. Wala yushriku, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamshirikishi yeyote fi hukmihi, katika hukumu yake. Mwenyezi Mungu hamshirikishi. Mwenyezi Mungu huhukumu peke yake, hupanga peke yake, na Mwenyezi Mungu fa'alu lima yurid, afanya atakalo. Mwenyezi Mungu amehukumu hivyo. Na hii ndo kisa cha ashabul kahf, na tutakuwa tumemalizia sehemu kubwa ya suratul kahf. Tuliahidiana ya kwamba tutahifadhi suratul kahf, sio? Kwa hivyo naomba tuhifadhi hii sura, na kesho insha Allah tutaendelea na aya 27. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie ilman nafi' na amalan salih. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.